Welcome to another edition of the Gunners Clan. So if you're joining us for the first time, big up yourself and welcome to the clan. Like, share, subscribe to our channel. You can also follow us on Twitter, Facebook and Instagram at Gunners_clan. I'll be your host, Bien Dopeboy. Wananiita Sultan huku ghetto. Na leo niko na mbogi yangu kama kawaida from the right. Wasee, boy wenu Ben hapa hivi. Sijavaa jezi lakini najua obvious nimewakilisha. Arsenal ni kwa damu. Kweli. It's your boy Sosi again. Karibu nasi. Thank you for subscribing and I'll be a sports analyst. Kweli. Without wasting much of your time, let's get this show on the road. Najua tu wangu wa Arsenal. Season yetu msiwari. Minshapa shabari. Welcome again. So if you're joining us again, like, share, subscribe to our channel. Tuanze show, si ndio? Kweli. We have great news. Aubameyang amesign contract. Tumengoja sana, finally imehappen, amesign that thing. But mimi niko na kitu moja. Straight to it. Yeah. Aubameyang ni a top striker. Of course. Amefunga how many goals? 79 ama 76 goals. Yes, somewhere around there. In 111 games. 11 games. Since joined Dortmund amekuwa exceptional. Of course. But me niko na issue. I have an issue with all this. Each transfer ni expensive sana. That's defend. I think tukisign Auba for 200 per week. Alafu uangalizo wages within your 3 years itakuwa expensive sana. Na alafu wameongeza bonuses za Champions League na Premier League. Ndio, so ita make 400. Nafika 400k. 400k per week. Per week. Me personally na feel that's too damn expensive. But also tunafaa tuangalie fact. At 31 years old, there's no other club that inataka kusign Auba. Sawa. Hiyo tunafaa tuone ni red flag one. Si alikata bid za club mbili ndo akubali kubaki Arsenal. So I'm sure Barcelona ilikuwa one of them na nani hawezi taka kuchezea Barca. Reason yake unajua ilikuwa gani? He wants to become an Arsenal legend. Me personally it's a great, but at his age your ambition on it's too low. Because kama I think anafaa kuwa na pia na ambition ya tuseme I want to take this team to Champions League football. Statement yake ya kwanza ilikuwa I want to become an Arsenal legend. Kwani haizi kuwa kutufikisha Champions League final na tushinde? Si hapo hivyo atakuwa ameshakuwa. Hiyo ni if. In 3 years do you think Arsenal inaweza ingia Champions League? Hata tukue realistic. Top 4 season inakaa kwa possible. If we make a couple of signings here and there, na hii squad tuko nayo, I think 5th place ndio the worst tunazaenda. Auba hii season zote amekuwa tumemaliza 8th na 5th. Hizo bao zote amefunga, yes. Sijakata Arsenal this is the only person that tusaidia as a team. But my issue, get me right, ni wages. Tukiangalia vizuri sana tuko na wages za Ozil this one year tuko na yeye. Na tuko na wages za nani? Willian tufanye tu quick math. Willian plus Auba tuseme tushinde Champions League if acha tuko hope. Kwani una hopes? Niko na hopes but itakuwa a period of time. Ita come to overnight hivi. Definitely. Tuseme ukifika quarter final za Champions League unapatanga 50 million. Sawa? Hii inaweza toa wages za for some time inaweza toa wages za Auba. But unapata wages za Auba plus za Willian zitakuwa too much for a team. Already team yetu iko na overload of players. Ama what do you think? But kama unalipo hiyo do na unapiga shughuli, I don't see where the issue is. Sasa tuseme hivi tumalizie discussion vizuri sana. Hii season hatufai kukosa kumaliza top 4. Tutamaliza top 4 lakini with the right signings. Definitely with the right signings. Siwezi sema as much as signings. Party and over. Acha nisiseme nani specifically but
hapo midfield side ndo place tunafaa ku adjust. Hapo ndo hatuna quality as much as Elneny is coming up. Hatuna as much quality. But mimi naona tukiimprove hapo hivyo midfield. Kwanza creative midfielder. Top 4 ni itakuwa something to go for. Wacha tuone vile itakuwa, but me issue yangu to the viewers na watu wako hapa, I think mimi nasumbuka na mambo ya wages because we are not financially stable. Now that pia fans will come to the stadium, we are not getting much revenue. So also, if Kamana sign that contract with that kind of money, we expect performances. Of course. Yeah. And sidhani Obama yang amekosa kuperform tangu akuje. Yeah, kweli. It's been exceptional. Sijakata. If anything, I don't think kuna team in this world inaweza achilia someone of Obama yang's character and ability and kusema ukweli hata sijui mbona tuna debate hiyo story hapa. Hiyo si story ya kuongelea hata. Unajua nini? Unajua mbona? Arsenal fans tunakuanga very hopeful. Tuangalie situation ya Ozil. Sawa. Ozil tunamlipa 300k per week akange bench. Ama akemta a tweet. But the difference between Ozil na Auba ni team player. Umeonangi huko nyuma akidefend. Tuki drop back onange kirudi kudefend. Issue yangu si performance za Obama yang the wages zake with that kind of money we expect too much. You get me? Hiyo ni expensive sana. So tuna expect pia plans zozote Arteta ako nazo kuhusu Obama yang pia zinafaa meet that wage bill. Una get? True. Hiyo wage bill pia lazima tujue later. Una get? Because tukiangalia na si ati na argue ama nini but si debate pia. But na hizo bao zake zote tumemaliza 5th, tumemaliza 8th. Ama ni team, tuseme tu ni team. Hebu angalia in the perspective bila hizo bao zake tungekuwa wapi? Tungekuwa pabaya, sijakata pabaya sana. Personally, mimi expect too much. Mimi expect too much. With that kind of jamaa hajakupea enough already. Imagine ule jamaa hata si doubt anything that performance yake itakuwa better. But nasema if kama tuko na that kind of player that anataka kufikisha hiyo status yake ya legend, then as a team tunafaa tumsaidie wao. Exactly. Sawa? By now anafaa kuwa amewin Champions League umse. Lewandowski ameshinda juice after why? Una get? With that kind of pia wage bill pia lazima tukue na ambition. Lazima tutumie that as a reason to push team. Ile still beba team na team sijui na kaaje league. So pia nikisema hiyo top 4 naona itakuwa pia ngumu. Hii season itakuwa ngumu. Sawa? Sema kimeumana. hapo. Same by the way niko too hopeful by the way. Sawa. Mimi hata naona kama tunaweza shinda league. Situation ya Ozil. Do you think Ozil anafaa apate second chance kwa team yetu? No. I think Last week mimi na Ben tulikuwa tumpatie chance, tulimwona amecheza game ya Aston Villa. Tukasema tumpatie chance. Nini basi sasa hata hakuwa included kwa squad. I'm telling you this guy kimalizana na yeye I think was perfect for Wenger's game but 2018 hiyo time yake ilishapita but now football ya saa is all about work ethic, effort yenye una put in kwa team. Sasa imanishi jueni Rolls Royce player wewe how defend ufanye the actually Auba is much a bigger player. Yeah, he's a bigger player and unamwonanga kitrack back. Unamwonanga kirudi nyuma hata anasaidia defense in some ways. Striker at least striker unaweza mo exempt from defensive duties but Ozil maze we know his capability, we know he's a world class World Cup winner but he doesn't show it enough. Akofi. Hiyo ni Kiingereza tupu. I think these days unajua la season ali provide one assist na one goal. 300k 350k per week manze. Dole msea ndio nakwambia mimi nimekuwa mtu Ozil kutoka kitambo. So I think Ozil anafaa ende. Alafu we are playing better football without him because post lockdown I think tumeshinda FA. Time yake tulishinda FA 3 yes but most of the time akiwa kwa field anakuanga passenger.
Yeah. ako passive sana. Ako passive. Body language yake imsaidii. Hatusaidiki. Ni kama hataki kuanza. Unajua sasa Kenya tunaona difference. Okay, players ni the same but ile aggression ndo sasa iko mingi. Watu wanataka ku get more on the ball. Nini? Ozil hapo hivyo. Okay, nilikuwa namtetea but venye naona tunacheza sasa hii Ni too much. atatu waste in a way atatu waste by the way. We lost Emi Martinez during the week ameenda Aston Villa. Direct ameenda 20 million. Last week tulikuwa tunasema if we lose Martinez, mi kwangu itakuwa personally this season itakuwa the worst transfer because personally nidhani ata fight, he didn't kufight. Sijui mbona aliogopa, but it is what it is. So we move on. We wish him the best by the way Parliamenta. Alitusaidia by the period, maybe ilikuwa stepping stone yake to move notch higher to his career. Alitoa farewell jana. Ilikuwa emotional. Lakini ni sawa. Tukipata watu tutasahau kila kitu. Tutasahau mapati. Tutasahau everything tu hapo. But anyway, alitusaidia when he was called upon. Played his part. Talking about the midfield. Right now kuna hiyo discussion ya Partey ama au. Watu wako na hiyo split. Me personally wacha mimi go first. I think tukipata au kwanza saa hii itakuwa poa. One, Elneny ame step up, yes, but pia tukisign Partey ni sawa. But I think the first person tunafaa to sign ni au. One, because of the creativity that you need in the midfield. He offers more going forward. Tulikuwa na start ingine very shitty last season. Midfielders wetu wali provide. Watu wote walikuwa na, hakuna mtu anaweza sema alikuwa na more than one goal, na hakuna mtu anaweza sema kwa hiyo midfield yetu Xhaka, Ceballos, Ozil, watu wote Willock, hakuna mtu alikuwa na more than 2 assists kwa 2019-2020 season, which ni very poor. So me personally na feel nafaa kuingizwa in the team very fast than Partey. If tutasign and then Partey ni sawa. That's that order. But my thought though, unajua unaweza sema okay, unaweza look at it different perspectives. Juu kama uliona hiyo game ya Fulham, Willian alikuwa na kama hapo midfield kiasi ku receive ball nini, so alikuwa na offer options hapo kwa midfield. So unaweza sema Willian anaweza play hiyo role yenye Aouar anaweza play to focus more on developing the spine of the team. Ama unaonaje? Personally na feel right wing ya Willian pale anacheza because he has been playing there for quite some time in the Premier League and also Chelsea. He's personally okay on the right. Tukiswitch system ya Arteta ni 3-4-3. Na tulikuwa tumeongelea about hiyo last week. So nafikiria hiyo 3-4-3 with a creative midfield, I think tuta switch back to a 4-2-3-1 ama 4-3-2-1. It depend. Ama 4-3-3. Ama 4-3-3. But sasa hiyo tuna need a dynamic midfield. Si ndio hiyo saa pia Partey anaweza offer hapo kwa midfield. But sasa wewe siko hivyo in the pecking order of signing one as a sign Partey and then Okay, hiyo ni tricky, ina depend na tactics. Venye naona tunacheza Partey anaweza come in handy by the way juu venye nimesema Willian ana drop hapo hivyo hiyo midfield position, but mimi na feel we need to offer more going forward. Juu si Guendouzi anaweza step up fill your role ya defensive midfielder in future. Juu naona kana anataka move back to the team. But anaweza by the way, anaweza si ati hawezi. Ama source unaona aje hiyo story? Me personally hiyo story Guendouzi acha tuongea bado. Another story for another day. A story for another day. At the moment I think Partey is what we need. Juu wanasemanga for every great team canvas yenye unaonanga ka painter lazima kuwe na ile place ana paint your canvas. A canvas ni a good defense. Hiyo solid, hiyo kwa solidity hapo nyuma. That's the most important thing and I think Partey anaweza provide. Na nimeona video za Aouar. There's so much hype about him because amecheza Olympic Lyon, amekuwa na good performances against teams ka City tuseme hivi and all that, but me aja ni convinced kusema kweli. One, I think he's overpriced. I think for that money 60M we can get
2 or 3 players that will strengthen positions zenye tunahitaji more. But do you know the only creative players iko market? Bas. Hawezi sema hivyo pase, labda Tena useme kwa ile value yenye tunataka. Tena sahi tuna look better defensively. So unataka work too much on one area, una leave another area exposed. Tunaangalia a couple of games because tumekuwa defensively solid kwa hizi games kadhaa. It's not the end. Lazima tujue yani tumefunga hiyo lock, tumefunga hiyo back. So in the transfer pecking order, we would Partey and then our Partey. I think Partey or not as much. Me kipata Partey I'm good. So to our viewers, pale comment section, naona tuko na split also. So just put your comments down below. Prediction yako ya West Ham naweza taka tushinde na clean sheet by the way. Siko sure sana but it's possible defensively to improve. It all depends on how we deal with those set pieces at West Ham. That's where they are most dangerous by the way. But naweza ona tukishinda 2-0, 3-0 will really make my day. So your predictions for West Ham? I think it will be a good game. It will be a tough game, but nonetheless the stats are on our side and I think we have the momentum, so I think we'll win 3-0, 4-0 easily, and also we may keep the clean sheet. Oba to score. Willian will be involved heavily. Also Pepe may bang in something. Kama ata start. Hata akiingia. I don't think he will start. Probably won't start, but akiingia hata from the bench, I think atakuwa an effect juu. He had a good game against West Ham last season, so he'll be looking to repeat it once again. Okay. Mi prediction yangu itakuwa 3-0. 3-0 again. 3-0 again. Oba atafunga. Laka. Niko hopeful ile And labda cassette piece hivi. Cassette piece. Gabriel So we need more goals from midfield by the way. Hey, for sure. No, I think those signings of Partey and if you make them, then top 4 ni guaranteed this season. So to our viewers also, you can comment your predictions about West Ham's game. What do you think we can change? Also give us feedback on what you think we can be able to do better, and also how we can include you to our show. So this show is a wrap. We hope for West Ham's game ikuwe a success. Tushinde, and then next week maybe talk back on the show. Happy as ever. So till next time, a big thank you to Albany Black on the camera. Also, you can follow Blessed Major Brands and amefanya our t-shirt here, Gunners Clan. You can order your merchandise hapo chini kwa comment section below. Also follow us on Twitter, Facebook na Instagram at Gunners_Clan. Like, share, subscribe to our channel, and also put the notification bell on so you don't miss out on anything. So till next time, I've been your host, Bien Dope Boy. Ben, kama kawaida. sauce. So till next time, adios. Ow, 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 ow.